Yes, kuna muda unaweza kumtendea mtu wema lakini asikuone kama ni wa maana sana, na kuna muda unaweza kumtendea mtu wema akarudisha wema kwako. Sasa unaambiwa sio kila mtu wa kumsaidia katika maisha, katika karne ya sasa hivi, kwani sasa hivi binadamu wamekuwa na kiburi sana. Unaambiwa mwanamke mmoja nchini Marekani anayejulikana kama Deborah Stevens alitoa figo yake moja na kumchangia bosi wake ili kumsaidia kumwepusha na kifo, ila baada ya muda mfupi mwanamke huyo alifukuzwa kazi na huyo bosi ambaye ameweza kumsaidia. Sasa huoni ni maajabu? Inadaiwa alifukuzwa kazi muda mfupi baada ya operation hiyo, kulingana na malalamiko yake na kitengo cha haki za kibinadamu cha jimbo la New York. Deborah baada ya kupona upasuaji huo alirejea kazini, ila bosi wake alimkataa na muda mfupi baadaye alifukuzwa kazi. Deborah ameeleza kuwa sababu ya kuachishwa kazi ni masuala ya kiutendaji kazi, ambapo kutokana na kuchelewa kwake kupona amesababisha nafasi yake kusimama katika utoaji huduma na kusababisha hasara kwa kampuni hiyo. Hivyo bosi wake akaamua kumfukuza kazi mwanamke huyo. Yani huyu mwanamke ambaye amemsaidia bosi wake amesababisha hasara katika kampuni kwa masuala ya kiutendaji kazi, kwa ambapo kutokana na kuchelewa kwake kupona amesababisha nafasi yake kusimama katika utoaji huduma. Kwa hiyo amesababisha hasara katika kampuni. Ndio maana Deborah Stevens amefukuzwa kazi licha ya kumsaidia bosi wake kumtolea figo. Na hivi tunavyoongea na wewe sasa hivi, Deborah Stevens yuko na figo moja nyingine amempatia bosi wake, na bosi wake naye ndio huyo tayari ameshamtimua kazini. How did you feel? Yani utajisikiaje kitu kama hichi ambacho kinatokea? Unamsaidia bosi wako alafu baadaye anakugeuka. Niambie kwa upande wa kibongo bongo, ikitokea umemsaidia bosi wako alafu akakugeuka hivi itakuwaje? Let me know. Tuma hapo sehemu ya comment alafu nitakujibu. Nataka kujua watu, ingekuwa bongo ingekuwaje, au ingekuwa ndo wewe imekutokea hii. Wewe umemsaidia bosi wako alafu anakuambia, unaandikiwa barua kwamba kuanzia leo una kazi tena katika kampuni yangu. Maajabu haya.